Pili ya Dunia ni vita iliyotokea mwaka 39 mpaka mwaka 45. So hapa ndipo ambapo mabomu mawili maarufu yaliyodondoshwa kwenye miji miwili ya Kijapani mwezi Agosti tarehe 6 na tarehe 9 mwaka 45. La kwanza likidondoka Hiroshima, The Little Boy, ambayo iliua takriban watu 60,000 mpaka 70,000, na la pili likiwa ni Fatman, ambayo lilidondoshwa mji wa Nagasaki ikiwa takriban watu 40 mpaka 70 hapo hapo. Vita ya Pili ya Dunia ni vita iliyotokea mwaka 39 mpaka mwaka 45, ambao ilihusisha nchi nyingi sana kama ilivyokuwa vita ya kwanza ya dunia. Matokeo yake, kwanza kwenye habari ya vifo vya watu, iligharimu takriban maisha ya watu milioni 70 mpaka 80, na wengi wakiwa ni raia, sio wapiganaji. Na ilibadilisha mambo mengi sana kwenye uchumi wa nchi kubwa, ambazo nchi kubwa zenye ushawishi zilibadilika zikawa ni nchi nyingine, lakini pia ilibadilisha mahusiano ya nchi kwa nchi, diplomasia na teknolojia zilizotumika au zilizoenda kutumika kwenye habari ya vita na jeshi. Na kikubwa zaidi, ikazaa au ikaleta the nuclear race, ushindani wa kisilaha za nuclear baina ya mataifa makubwa. So hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vita ya dunia ya pili ilibadilisha sana duniani. Ukiangalia kwa vita ya pili ya dunia, mhusika gani alikuwa ndio sehemu au sura ya hii vita? Cause huwezi kuacha kumsema Adolf Alois Hitler, ambaye I have mixed feelings about this guy, kwa sababu kwa habari ya uwerevu na ujanja, lakini pia kujiposition, I think he was very very smart, kwa sababu alikuwa ni Austria, alienda kutawala nchi ya Ujerumani, na sijui either ilikuwa ni bahati ama ni systemic error ilimruhusu kuingia kwenye jeshi la Bavaria, ambalo lilikuwa hairuhusiwi kama mtu ambaye sio raia kuingia kwenye jeshi. Lakini pia of course baada ya vita ya kwanza ya dunia kuisha, alitumwa kama shushushu kwenye vyama vya kisiasa vya Ujerumani kuvidadisi au kurudisha taarifa kwenye jeshi kuhusu shughuli za kisiasa, na of course huko ndo alikopenda siasa akabaki huko. So ni mchanganyiko wa vitu vingi, opportunities alizotana nazo na kuzisalvage, lakini pia uthubutu, kwa sababu mwanzoni mwa miaka ya 20 alikuwa ni mtu mashuhuri aliyepinga serikali ya Kijerumani iliyokuwa madarakani na kupelekea kufungwa kwake kwa sababu alitaka kufanya mapinduzi mwaka 23. Lakini on top of that, alikibrand chama cha the German Workers Party kwenda kuwa the Nazi Party, ambayo ilikuwa ni the National Socialist German Workers Party, ambayo ilipata umaarufu mkubwa akipinga sana ukomunisti na Wayahudi na watu wengine wa namna hiyo, na kumpelekea mpaka kuwa kansela wa Ujerumani mwaka 33. Kwa hiyo this is Adolf Alois Hitler, ndio mtu pekee ambaye ukisema vita ya pili ya dunia sura yake inakuja kama nembo ya mapambano haya. Mtu ambaye alimdhalimu Hitler kwa habari ya mtu mmoja, of course kwa sababu nyingi sana zilimkosi Hitler kwenye vita ya pili ya dunia, lakini mtu aliyemdhalimu Hitler kwa sehemu nyingi ni Benito Mussolini, waziri mkuu wa Italy kipindi hicho. Of course Hitler alivyokuwa ni kijana anapambania chama chake cha Unazi nchini Ujerumani, tayari Mussolini alikuwa kawa prime minister Italy, na lengo lake lilikuwa ni kutengeneza Roman Empire mpya, kwa sababu Italy ilikuwa ni sehemu ya the Roman Empire, na of course we all know the Roman Empire was very very strong and influential. Kwa hiyo baada ya vita ya pili ya dunia kuanza, Benito Mussolini ambaye alikuwa alishauri kuingia kwenye vita mwaka 40, aliingia kwa upande wa Hitler, akijua kwamba Hitler alikuwa kashaonekana kwamba ana jeshi zuri na angeshinda, kwa sababu alikuwa kashapata nchi nyingi sana, kashazichukua nchi nyingi sana. Kwa hiyo lakini baadaye Mussolini operations nyingi ambazo Italia alihusika, ya Afrika ya Kaskazini dhidi ya majeshi ya Jumuiya ya Madola ya Uingereza, lakini pia Ugiriki, ilikuwa ni catastrophe kwa sababu Italia ilishindwa vibaya, na hizi sehemu zote Ujerumani alilazimika kwenda kumsaidia, na hii kwa namna moja ama nyingine ilimchelewesha Ujerumani kuingia
Umoja wa Kisovieti, ambao ilimkosa kwa sababu waliingia kipindi cha baridi, ambayo ilikuwa ni fakta kubwa sana kwenye kushindwa kwa vikosi vya Germany na the Axis powers. Lakini on top of that, mwaka 43 baada ya the Allied powers ambao walikuwa ni maadui au ni wapinzani wa Ujerumani na the Axis powers, waliingia Italy kupitia kisiwa cha Sicily. Kuingia kule ndani, Hitler na Ujerumani iliona kwamba kama wapinzani wao wanaingia Italia, it's a big risk kwa sababu watatumia zile infrastructure au miundombinu ya kivita na kijeshi dhidi yao. Kwa hiyo ilimlazimu tena Hitler kwenda Ujerumani kumkomboa rafiki yake Mussolini, ambaye kwa muda huu bunge na mfalme walikuwa wameshamtoa waziri mkuu. Akaingia tena akamuokoa Benito Mussolini, akamtafutia nchi yake kaskazini mwa Italy iliyoitwa the Italian Social Republic. Kwa hiyo mara zote mpaka anaenda kaburini, Mussolini alikuwa ni mzigo kwa Hitler. He was a big liability. As a person, he's the guy who costed Hitler so many points. Kwa habari ya nchi, of course, in the 18s, Hitler alianza kuchukua nchi toka mwaka 38. Alianza na Austria. Of course, Austria hakuipiga kama kuipiga na kuchukua kijeshi. Alishawishi kuja kwenye muungano na Ujerumani kwa sababu of course wa Austria wanaongea Kijerumani na Austria ilikuwa ni nchi yake ya kuzaliwa. Kwa alichukua Austria mwaka 38. Mwaka huo mwishoni alichukua sehemu ya Czechoslovakia ambayo ilikuwa inaitwa Sudetenland, lakini mwaka uliofuata alichukua nchi yote ya Czechoslovakia. Of course wa Muingereza na Mfaransa walimuonya, lakini hawakuwa tayari kupigana vita kwa maana walikuwa wamechoka, lakini pia walitumia sera ya appeasement policy kumruhusu mbabe kuchukua ardhi ili tu kuepusha mtafaruku mkubwa. So that was it. Lakini baada ya hapo alienda akasaini mkataba wa siri na Umoja wa Kisovieti ambao ilimsaidia yeye kuchukua Poland. Baada ya hapo alichukua Norway, akachukua Denmark. Baada ya hapo akachukua of course alichukua Norway kwa sababu ilikuwa ni chanzo cha chuma, cha madini ya chuma ambayo yeye alikuwa anatumia kwenye viwanda vyake vya silaha za vita. Baada ya hapo alimchukua Belgiji, akamchukua Luxembourg kwa siku moja. Luxembourg alichukua kwa siku moja. Akamchukua Mholanzi. Ufaransa alikuwa ni muda mrefu analeta mdomo, akamchukua na Mfaransa. Akajaribu kuingia Uingereza kwa Operation Sea Lion, of course ikawa ni ngumu, akaachana naye. Ndio akalaunch the major operation ya Operation Barbarossa mwaka 41 kutaka kuingia Umoja wa Kisovieti. Kwa hiyo hizi nchi zote nilizozitaja ni nchi ambazo zilichukuliwa au ziliangukia mikononi mwa Hitler per se. Umoja wa Sovieti na Uingereza ndio watu ambao kidogo walibisha na kuzuia, lakini hizi nchi zote ni nchi ambazo zilidondokea kwenye mikono ya Ujerumani ya Kinazi. Ujerumani jeshi lake of course kwanza alikuwa na jeshi kubwa. Mwanzo of course vita ya kwanza ya dunia ilivyoisha, walisign kitu kinaitwa the Versailles Treaty ambayo ilimzuia Mjerumani kuwa na wanajeshi wengi kwa sababu waliogopa kwamba Ujerumani kama na jeshi kubwa angeanza vita ya pili ya dunia. Lakini Hitler alipoingia madarakani mwaka 33 kama chancellor, of course na mwaka 34 kama the supreme leader, baada ya rais kufa bwana Paul von Hindenburg, alianza kurearm Ujerumani. Alianza kutengeneza jeshi upya na kuongeza vikosi including kikosi cha anga ambacho kilikuwa kinaitwa Luftwaffe. So one of the strategy ambayo alikuwa anatumia Mjerumani ni Blitzkrieg strategy au kwa Kiingereza wanaita the lightning war. Alikuwa anapiga sehemu moja kwa surprise, kwa nguvu kubwa na kwa force kubwa hadi aingie au hadi break the enemy lines. Kwa hiyo nchi nyingi zilichukuliwa au zilishambuliwa kwa kushtukizwa na nguvu kubwa na kuingia ndani sana. Na moja ya mfano wa operation yake kubwa kuliko zote in terms of manpower lakini pia na urefu ni Operation Barbarossa ya kuingia Umoja wa Kisovieti. Alitumia wanajeshi wa Kijerumani tu 3.8 na mataifa yaliyomsaidia yaliongeza wanajeshi wengine. Kwa hiyo ikaleta jumla ya wanajeshi 4.3 na kilomita za mraba ambazo zilikuwa ndio wanajeshi wamejipanga kama the war front au kama mstari wa mbele wa vita, zilikuwa ni kilomita 2900. You can imagine watu 2000, watu milioni takriban milioni 4 wamekaa kwenye kilomita 2900 wanataka kuingia kwenye nchi moja. Kwa hiyo alikuwa anaweka manpower kubwa, watu wengi,
one point wanakuwa concentrated na anapiga kwa kushtukiza. Kwa hiyo nchi nyingi zilipigwa bila kujiandaa na overwhelming power of the Nazi German. Hiyo ndio ilikuwa ni tekniki yake kubwa. Kosa la kwanza, on my personal views, kosa la kwanza kabisa, Hitler alivyokuwa jela, kwa sababu nimesema Hitler alifungwa, alihukumiwa miaka 5 kwa sababu alitaka kufanya mapinduzi Ujerumani, akahukumiwa miaka 5 jela. Of course aliserve less than a year, chini ya mwaka mmoja akatoka. Aliandika kitabu chake kilichokuwa kinaitwa The Mein Kampf, au kwa Kiswahili, kwa Kiingereza My Struggle. Aliandika vitu vingi sana anavyoamini, idea zake kuhusu Ujerumani. Ujerumani ilionewa ilipo surrender vita ya kwanza ya dunia, ilipishwa vitu vingi, gharama za vita na uharibifu uliosababisha, ilizuia kuwa na vifaru, kuwa na jeshi la anga, vitu vingi. So Hitler aliona kama wameonewa, na watu walio wagharimu ni including Wayahudi na watu wengine ambao yeye aliwaona kama sio watu ambao ni wa msingi au wenye nguvu kwenye races duniani. Kwa hiyo kitu kimoja alichokiongea kwenye vita, alisema hakikisha unapokuwa na multiple fronts kwenye vita usipigane kwa muda mrefu kwenye hizo multiple fronts. Multiple fronts unakuwa na mistari ya mbele ya kivita ambao ni zaidi ya mmoja, alafu unakuwa unapigana kwa muda mrefu. Kwa hiyo unakuwa na zile rasilimali zote ulizonazo, ziwe ni za watu na za vitu vingine, unakuwa unazigawanyisha hizo sehemu zote. So hiyo ilikuwa ni moja ya idea yake, lakini the same thing Hitler alifanya. Alikuwa na multiple fronts. Alikuwa na Western Front, mstari wa mapambano wa magharibi ambao alikuwa anagombana na Mfaransa na Mwingereza na watu wengine, lakini alikuwa na the Northern African Front ambayo alikuwa anagombana na majeshi ya Jumuiya ya Madola ambayo yalikuwa chini ya Mwingereza. Alikuwa na the Eastern Front ambayo alikuwa anagombana na the Red Army ya Umoja wa Kisovieti. Kwa mpaka hapa alikuwa na resources zake zote anazitapanya katika hizo sehemu tatu. Lakini kitu kingine, he underestimated Umoja wa Kisovieti. Alivyoingia Soviet, of course yeye na Stalin walishakaa sehemu moja, wakasema kwamba sisi tusigombane, tufanye vitu vyote tutawale nchi nyingine, ila sisi tusifanye nini, tusigombane. Lakini Hitler hakumwamini Stalin, akalaunch Operation Barbarossa mwaka 41 ya kuingia Umoja wa Kisovieti, akihisi kwamba akiwa surprise Umoja wa Kisovieti na akashika miji mitatu, Stalingrad ambayo sasa hivi inaitwa Volgograd, Leningrad ambayo sasa hivi inaitwa St. Petersburg, na Moscow, atakuwa amemshinda Msovieti. Lakini hapujua kwamba ile nchi kwanza ni kubwa, ya kilomita za mraba 17, kubwa sana, lakini pia ilikuwa na miundombinu mibovu. Kwa hiyo logistics zilikuwa ni ngumu, lakini on top of that Red Army ilikuwa na morali kubwa sana, walikuwa wako tayari kufa kwa nchi yao. Lakini kitu kingine, winter, kwa sababu wale wako kwenye ukanda wa subarctic, wana baridi sana. Ujerumani kwa Central Europe ni kweli kuna baridi, la baridi ya Russia, the current Russia au Umoja wa Kisovieti ilikuwa ni baridi noma, na wao walikuwa hawajazoea kabisa. Kwa hiyo baridi ni factor mojawapo iliyowagharimu sana wanajeshi wa Kijerumani na the Axis powers. Walichoka mno na waliuawa wengi sana, na ndio maana katika mapigano ambayo yaligharimu maisha ya watu wengi yalitokea kwenye Umoja wa Kisovieti: Stalingrad, the Battle of Stalingrad na the Battle of Kursk. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vilimgharimu Hitler, na ni kitu ambacho alikijua toka mwanzo, lakini I think at the end of the war he was paranoid. Alikuwa anataka ashinde haraka mara zote, lakini ikamgharimu, then it costed the whole Germany. Kwanza kuhusu mabomu ya nuclear, matumizi ya mabomu ya nuclear kwenye vita ya pili ya dunia yalikuwa ni mara ya kwanza na mara pekee ambapo mabomu ya nuclear yalitumika kwenye vita hapa duniani. Kabla ya kwenda kwenye mabomu ya nuclear, lazima tuongelee Albert Einstein ambaye alikuwa ni mwanasayansi maarufu sana duniani. Albert Einstein alikuwa ni Mjerumani lakini Myahudi. Kwa alizaliwa Ujerumani lakini Myahudi. So Hitler alikuwa na sera ambayo ilipinga Wayahudi na kupelekea mpaka kuuawa kwa Wayahudi wengi sana, takriban milioni 6. So Einstein alikimbia Ujerumani Hitler alipokuwa kansela mwaka 33.
Alipokimbia Ujerumani alienda nchi nyingi, lakini mwisho wa siku alifikia Marekani. Alipofika Marekani akutana na mwanasayansi mwenzake bwana Leo Szilard, ambaye alimwambia kwamba Ujerumani inaweza ikatengeneza bomu ambalo kama wakifanikisha wanaweza wakaua dunia nzima. Bwana Leo Szilard kwa kusikia hivyo, yeye na Einstein wanaandika barua ya kumuomba rais wa muda huo bwana FDR, Frank Delano Roosevelt, rais pekee aliyehudumu mihula minne, waruhusiwe kuanzisha project ambayo ingeanzisha mchakato wa kupata bomu la mantikio au la nuclear. Of course mwaka 42 rais alipitisha na Manhattan Project ikaanza rasmi. Einstein hakuwa sehemu ya the Manhattan Project, lakini Szilard alikuwepo, na aliyekuwa mkuu wa hii project ni bwana Oppenheimer, ambao of course watu wengi tunamfahamu na umaarufu wake. So hapa ndipo ambapo mabomu mawili maarufu yaliyodondoshwa kwenye miji miwili ya Kijapan mwezi Agosti tarehe 6 na tarehe 9 mwaka 45. La kwanza likidondoka Hiroshima, the little boy, ambayo iliua takriban watu 60,000 mpaka 70,000, na la pili likiwa ni Fatman, ambayo lilidondoshwa mji wa Nagasaki ikiwa takriban watu 40 mpaka 70 hapo hapo. Of course na watu wengi sana mbele waliendelea kufariki kutokana na ile mionzi na matatizo mengine ya kimazingira ambao haya mabomu yalisababisha. Kwa hiyo hii ndio sehemu pekee ambayo ilimlazimisha Mjapani, ambayo ilikuwa ni nchi ya mwisho kusalimu amri ama kusurrender. Germany ilikuwa tayari cha surrender mwezi Mei mwaka huo, lakini tarehe 15 Agosti Japan, baada ya haya mabomu na kuona uharibifu wake, ili surrender rasmi, na mwezi uliofuata Septemba tarehe 2 walisaini mkataba wa kusurrender. Na Mrusi au Umoja wa Kisovieti ulishangaa kwamba kuna nchi duniani inaweza kuwa na silaha kubwa na haribifu namna hii, na yenyewe ikaanza rasmi race yake ya the nuclear weapons, ambao of course baada ya miaka mingi baadaye ilileta mvutano mkubwa kwenye vita baridi ambayo ilikuwa ni kati ya mashariki, ambapo Umoja wa Kisovieti ulikuwa unavutana na magharibi ambao specifically walikuwa ni wa Marekani. So yeah. Kuna hadithi nyingi kuhusu mwisho wa Adolf Alois Hitler. Watu wanasema alijiua, wakasema hivi na story kibao. But Hitler alijiua. According to written documents, Hitler alijiua. Na Hitler alijiua baada ya sababu ya kwanza kupoteza vita yake ambayo ilikuwa one of the bloodiest battles na Msovieti. Wasovieti baada ya kumshinda Hitler kwenye ardhi yao, baada ya mapigano mawili makubwa ya Stalingrad na Kursk, waliamua kwanza kumpush Jerumani nje ya ardhi ya Kisovieti. Walipokuwa wanampush with the main aim of advancing kwenda Berlin. So walipofika Berlin, Hitler alikuwa na taarifa kwamba tayari wanajeshi wa Kisovieti au the Red Army imefika Berlin, na aliposikia kwamba the Berlin has fallen into enemy hands, ambao alikuwa ni wa Soviet, Hitler alikuwa akajificha kwenye andaki lake the Farabanka, ambao siku iliyofuata alitoa nishani kwa vijana ambao walikuwa ni wajeshi dogo la vijana la chama cha Wanazi, lakini pia alikuwa na mwanamke wake ambao watu wengi hawakumfahamu mpaka Hitler alipofariki, Bi Eva Braun, ambapo Hitler alikuwa amemweka kwamba atamuoa. Na kweli kabla ya kujitoa uhai, Hitler alimpa pete ya ndoa na kumpa options mbili za kujitoa uhai, aidha kwa kidonge cha cyanide ama silaha ya moto, bastola. So Hitler alijiua yeye na mke wake pia alijiua. Na another thing, taarifa za kuuawa kwa Benito Mussolini tarehe 28 mwezi April mwaka 45 zilimuumiza Hitler pia, because Hitler was a fan of Mussolini toka kijana alipokuwa anafanya harakati zake za chama cha Unazi, lakini pia baadaye they were good friends, na Hitler baadaye alikuwa ni mwokozi wa Mussolini kwa sababu alimwokoa sehemu nyingi, na Mussolini alikuwa ni kumfaida wa Hitler. Kwa hiyo there was a very very strong connection between Hitler and Mussolini. Kwa
Mussolini alivyofariki tarehe 28 au alivyouawa tarehe 28 mwezi Aprili mwaka 45, Hitler naye aliona kwamba his strong support imeisha na jeshi lake limeisha, kwa sababu tayari maadui zake wameshafika mji wa Berlin. So he had no any other option. Na alijua kabisa kama wakimshika aidha wangemtesa na kumuua vibaya, ama angeenda kuhukumiwa kwa makosa yake ya kivita na wasema crimes against humanity, uhalifu wa kivita na ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo alikuwa hayuko tayari kwa hiyo swali. It would have been a long run for him. Now of course mshasiku angemuua, so he had no any other option rather than committing a suicide.